Septemba 16 inaingia kwenye historia nyingine hii leo mara baada ya Yanga Sports Club kupata ushindi wa goli 1-0 na kunyakua taji la ngao ya jamii. Mchezo ulipigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Mapema kabisa, licha ya kupoteza mchezo huo, Simba walianza vyema kipindi cha kwanza na kukosa nafasi kadhaa za wazi. Dakika ya 26 ya kipindi cha kwanza, Kibu Denis akipokea pasi ya Steve Dese Mukwala akashindwa kuikomisha nyavuni na Djigui Diarra akacheza mpira huo. Dakika moja baadaye Yanga nao wakafanya shambulizi la kujibu. Prince Dube akapiga cross nzuri ambayo ilitua katika miguu ya Mudathiri Yahya, lakini mpira ukuja. Simba wakaokoa shambulizi hilo. Nafasi nyingine dakika ya 39 ya kipindi cha kwanza, Shomari Kapombe uso kwa uso na Djigui Diarra akashindwa kuukomesha mpira nyavuni. Shuti lake likatua katika miguu ya Djigui Diarra na kufanya dakika 45 za kipindi cha kwanza kukamilika kwa suluhu ya bila kufungana. Talking point ilikuwa ni kipindi cha pili pale Yanga Sports Club walipojipatia goli la kwanza na la ushindi katika mchezo huo. Dakika ya 53, shambulizi la Yanga Sports Club iliyoanzia kwa Pacome Zouzoua, kisha mpira ukatua kwa Prince Dube akatan na kujaribu kupiga shuti lililoblokiwa na mabeki wa Simba Sports Club. Mpira ukatua kwa Max Nzengeri, huku Pacome akiwa mbele yao akisonga mbele na kujaribu kupiga mpira uliochezwa vizuri na Musa Pipin Kamara, lakini ukatua tena kwa Pacome Zouzoua ambaye akaiandikia Yanga goli la ushindi, goli ambalo lilidumu mpaka dakika 90 za mchezo huo zinakamilika. Mara ya 6 mfululizo Simba wanapoteza mbele ya Yanga Sports Club, na huu ni ushindi mwingine wa Yanga katika ngao ya jamii mfululizo. Mwaka uliopita pia Yanga walifanikiwa kutoa ushindi wa ngao ya jamii. Nini maoni yako kuhusiana na dakika 90 za mchezo huu? Lakini gumzo kubwa katika mchezo huu leo ni goli ambalo alifunga Pacome Zouzoua. Je, kweli ni offside? Nini maoni yako? Andika kwenye comment. Hii ni Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.